Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kile ambacho kinatajwa kwa sasa ni sakata la ngoma kuahirishwa kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ambapo taarifa imeweza kutolewa na shirikisho la soka FIFA duniani mara baada ya kuweza kupitia kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaambiwa maelekezo yameweza kutoka moja kwa moja kutoka FIFA. Hatimaye ngoma hii inakwenda kumalizika rasmi kabisa, kila mmoja kuweza kupata haki yake. Ni kuhusiana na mchezo huo, je, unakwenda kurudiwa? Je, kuna mtu anapata pointi 3? Majibu yote niko nayo hapa, kwa sababu kila kitu nimekusogezea hapa kama mdau wa Wina Media, na nikukumbusha kwamba kabla tujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako ukiwa tu na Wina Media. Karibu kwa mara nyingine tena, nimekusogezea hili ambalo linalozungumzwa kwa wakati huu. Ilikuwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 ambapo ilistahili kuweza kuchezwa dabi ya Kariakoo, lakini kile ambacho Simba Sports Club walikwenda kulalamika katika mamlaka ya soka juu ya kitendo cha Young Africans kuwazuia kikanuni kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa kufanya mazoezi. Simba Sports Club usiku huo wakaandika barua ya kuweza kugoma kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, wakieleza ya kwamba wamefanyiwa vurugu. Sasa Young Africans wao wakasema ya kwamba mchezo upo kama kawaida, lakini pia hata viongozi wa shirikisho lenyewe la soka Tanzania walithibitisha ya kwamba mechi ipo kama kawaida. Lakini baadaye maelekezo yaliweza kutolewa na TFF na bodi ya ligi, wakiandika waraka wao wakisema ya kwamba mchezo huo hautakuwepo, hivyo basi utapangiwa tarehe nyingine, huku uchunguzi ukiendelea kwa lile sakata ambalo linalotajwa kwa wakati huu. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea, Young Africans wao walisema ya kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo wa namba 184 ambao ni mchezo wa dabi. Wao kwa wameshakamilisha kila kitu, wanachohitaji kwao ni kupata alama 3. Wanataka waende kokote wakadai haki yao, kwa sababu wanaamini kile ambacho kilichoweza kutokea akikuweza kuwafanya Simba Sports Club wasusie mchezo huo. Na kinachoendelea kwa sasa ni Simba Sports Club walitishia na kusema ya kwamba wako tayari kuacha kucheza michezo, sio tu huo wa dabi, hata mchezo huo wa ligi kuu wowote hawako tayari mpaka pale ambapo yale yaliweza kutokea yafanyiwe kazi na shirikisho, na wale wote waliofanya kile kitendo waweze kuadhibiwa. Na si mara ya kwanza kwa klabu ya Simba kutishia kuisusia ligi ya Tanzania. Mara kadhaa wamekuwa wakiweza kuzungumza kwamba wanahama ligi ya Tanzania kutokana na kutokuwa na mwenendo mzuri, wakisema ya kwamba hawaoni haki ikitendeka kwa yale ambayo yamekuwa yakiweza kuendelea, wakiwa na imani ya kwamba pengine TFF wanaipendelea Young Africans. Sasa mambo yamegeuka tena, na Young Africans ambao walionekana wapendelewa sasa imeonekana ni kama klabu ya Simba na yenyewe inapendelea. Hawa mapacha wa Kariakoo wana mambo kweli kweli. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea, ameandika Farhan Kiamu, mchambuzi wa soka, akiweza kuweka bayana ile kauli ambayo iliyoweza kutolewa hivi karibuni, ambapo Farhan anasema kwamba kupitia kituo cha Wasafi, kamishna wa mchezo wa Simba na Yanga wa raundi ya kwanza Halidi Bitebo ameomba radhi kuwa aliteleza. Sio kweli kwamba Yanga walifanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Mkapa kwenye dabi iliyopita. Kifupi, ameomba radhi kuwa alijichanganya, na huo ndio ukweli ulio wazi kuwa kwenye historia ya dabi hakuna aliyewahi kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo pale. Na hata mimi siku ya kwanza ya sakata hili niliripoti kuwa Yanga alifanya mazoezi pale, ila sio kweli, hawakufanya.
Simba na Yanga hata mechi yao iwe Mwanza, iwe Kigoma, iwe kokote duniani, hawafanyi mazoezi kwenye uwanja wa mchezo ambao wanakwenda kuchezea huo uwanja. Inaenda mbali hadi pitch fring wanakwepa. Wakongwe wa Simba na Yanga pia wananikumbusha zamani, kwanza walikuwa wote wanapakimbia Dar es Salaam. Sio mgeni wala mwenyeji wa mechi, mwingine anaenda Pemba, mwingine anaenda Morogoro, mwingine anaenda mara Zanzibar, mwingine mara Pemba. Timu inakutana mjini Mzizima hapa siku ya mbungi na inapigwa kweli kweli. Ndio utaratibu wao. Kwa kuwa kamishna wa mchezo ameomba radhi, nadhani ni muhimu ila sio lazima, basi na wale waliounga mkono wakaaminisha umma kuwa Yanga walifanya mazoezi pale wakaomba radhi pia. Ni muhimu ila sio lazima, ni katika kuweka kumbukumbu tu, sawa, tunakubaliana. Unaona bana, akiweza kusema hivyo kwamba kile kilichoweza kutokea, wao wanasema ya kwamba pengine yale yaliweza kutokea kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kwamba kile kilichoweza kutokea mara ya kwanza, Yanga hawakufanya mazoezi pale, na huwa ni kawaida kwa wao kila mmoja kuwa na taratibu ya kwenda kufanya kile kinachoitwa mazoezi sehemu nyingine, lakini sio katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo haya mambo yanavyoendelea, na inaelezwa kwamba si muda yatatoka majibu, na inavyoelezwa ni kwamba Yanga pengine wanachotaka kwenda ni kusogea mbali zaidi, kwenda kutafuta kile kinachoitwa ni haki yao, ambapo Yanga itanufaika kwa kupewa alama 3 na fidia. Hiyo ameweza kuisema kikanuni Yanga itaweza kunufaika kwa kupewa alama 3 pamoja na kukabidhiwa fidia baada ya kupeleka madai kutokana tendo lililofanyika lilikuwa ni la kinyume cha kisheria, ambapo kwa sasa inaelezwa kwamba Rais Engineer Hersi Said hayupo Tanzania kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo umeweza kushuhudia yuko katika majukumu yake ya kiofisi pale ambapo kule nchini Morocco, kama ambapo tumefahamu kwamba ni rais wa vilabu yuko pale, na unaambiwa anakwenda kupeleka malalamiko yake katika mahakama ya usuluhishi kasi ili kuja kuweza kupata hapa nazungumzia suluhisho ya lile jambo ambalo limeweza kutokea katika dabi ya Kariakoo. Unaona bana, kila mmoja akiweza kuzungumzia pengine kilichoweza kutokea. Ukiweza kuona namna gani ambavyo klabu Young Africans wenyewe wakisema ya kwamba kile ambacho kimeweza kutokea wanadai pia na fidia, kwamba kuna hasara, nadhani pengine haikuwa sawa. Simba imekosa utu na kutumia akili kwenye kufanya maamuzi. Wamefanya mengi na kutia hasara kwa watu wengi sana kwa kitendo cha kuahirisha mechi bila sababu ya msingi, wakati Yanga walikuwa tayari kwa mchezo. Fikiria wadhamini kama Azam TV wameweka nguvu kubwa katika kuhakikisha soka la Tanzania linafika mbali. Hata hao wadhamini hawaheshimu, walipeleka vifaa vyao uwanjani wakijua kabisa mchezo utachezwa. Kuna wafanyabiashara pia walilipa fedha zao ili tu watangaze biashara zao kipindi cha mechi. Mwisho wa siku wamepata hasara. Kuna muda tukiendekeza vitu ambavyo havina maana kwa karne hii, waelewe tu watu wanawekeza pesa zao ambazo hizo pesa zinawapa hizo timu fidia, inapa pia faida. Bodi ya ligi inatakiwa idili na hili timu ipasavyo, inarudisha vitu vingi nyuma, hasa katika wadhamini wetu wa soka. Barua ya bodi ya ligi iliweka wazi kila kitu. Simba haikutoa taarifa kama ilitaka kufanya mazoezi kwa Mkapa. Kwa nini waje waahirishe mechi? Inapaswa iwape adhabu kali Simba na sio kulifungia macho ili timu nyingine ziweze kujifunza. Unaona bana, hiyo imetolewa na mdau akiweza kuzungumzia kile kinachojiri. FIFA wenyewe wanasema ya kwamba mtu ambaye anakimbia mechi, basi bila shaka pointi 3 anapewa yule ambaye aliyekuwepo uwanjani na magoli 3, na adhabu ya kukatwa pointi 15 ndio kitu ambacho mtu anastahili ambaye amekimbia mechi. Lakini pia hata kushushwa daraja ikistahili, basi adhabu hiyo anaweza kukumbana nayo. Mpaka sasa kamati ya uchunguzi bado inaendelea kwa kile ambacho wamesema watakuja na majibu. Tusubiri tuwe watulivu. Watakuja na majibu ambayo pengine wanasema ya kwamba majibu hayo sambamba yataambatana na tarehe ya kurudiwa kwa mchezo huo. Yanga
wanasema ya kwamba katu hawatopeleka timu. Tusubiri, je, watapeleka timu ama hawatopeleka? Weka maoni yako katika upande wa comment.